Wana usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare kwa ajili ya kuendelea kupata habari mbalimbali za kimichezo ambazo sisi tutakuwa tunakuwekea hapa ndani ya Mafie TV. Subscribe, wewe ni mtu wa muhimu sana kwetu. Tumeona Simba wamefika katika hatua nzuri sana, hatua ya finali kwenye kombe la shirikisho barani Afrika, na wanakwenda kucheza finali yao ambayo pengine wanaweza wakajinyakulia taji kama wao watacheza vizuri. Lakini kuna vitu ambavyo tunataka tuzungumze hapa kuhusiana na baadhi ya wachezaji ambao tayari wameshawahi kupita ndani ya kikosi cha Simba, lakini walikuwa na mchango mkubwa, lakini ambao wapo sasa hivi na wao wana mchango mkubwa, lakini sio wachezaji ambao wanapaswa kucheza katika maeneo hayo kutokana na aina ya uchezaji wao, lakini na aina ya eneo, aina ya ubora ambao wamekuwa nao, na eneo ambalo wanacheza pengine halishawishi sana watu kuona kama wanafaa kuwa katika eneo hilo ambalo wanacheza. Simba tumewaona wamepita wachezaji wengi wazuri sana ndani ya kikosi cha Simba. Hapa utamzungumzia Halidi Aucho, hapa utamzungumzia James Kotei ambaye amewahi kupita Simba, lakini vile vile utamzungumzia Gerson Fraga Vieira ambaye amewahi kupita ndani ya kikosi cha Simba. Bonge moja la mchezaji ambaye amewahi kuwa na performance nzuri sana kabla ya kupata majeraha na baadaye kusitisha mkataba na kuondoka ndani ya kikosi cha Simba. Ni mchezaji ambaye ukimwangalia alikuwa anakupa vitu vingi sana akiwa uwanjani. Anajua namna gani ya kukaba, anajua namna gani ya kuisogeza timu isogee mbele wakati timu ikiwa ina mpira. Lakini amewahi kupita Tadeo Luanga, moja ya mchezaji ambaye mpaka Simba sasa hivi watakuwa wanaendelea kumkumbuka. Majeraha ndio ambayo yalimuondoa Tadeo Luanga. Sasa tunaweka kwa mjumuisho wa hivi ni kwa nini Simba anateseka kwenye upande wa eneo la kiungo. Sasa kuna baadhi ya wachezaji tutaorodhesha hapa kutokana na nafasi zao, lakini na aina na jinsi ambavyo wanacheza, na baadhi ya wachezaji wamewahi kupita Simba lakini hawakuwa kwenye huo ubora, na nafasi ambazo walicheza lakini haikuwa kama vile ambavyo watu walikuwa wanatarajia. Tangu kuondoka kwa James Kotei Simba, Gerson Fraga Vieira na Tadeo Luanga, bado Simba haijapata kiungo mkabaji ambaye anaweza kunusa hatari za wapinzani wakati timu ikiwa inashambuliwa. Naamini hilo tutakubaliana kwa 100%. Lakini Fabrice Luamba Ngoma na Sadio Kanuti, hawa walikuwa ni viungo ambao wanacheza kwa pamoja pacha. Lakini Sadio Kanuti alikuwa ni box to box midfielder ambaye anapenda zaidi kushambulia kuliko kukaba. Lakini hapa tunamzungumzia Ngoma ambaye sasa hivi yupo. Hapa tunamzungumzia Fabrice Luamba Ngoma ambaye yeye ni holding midfielder. Tunaposema holding midfielder ni kiungo ambaye anaenjoy zaidi timu ikiwa ina mpira, na kitu ambacho tumekuwa tukiona wakati Simba ikiwa ina miliki mpira, tunamuona Fabrice Luamba Ngoma akiwa kwenye ubora wa hali ya juu, na upigaji wake wa pasi unakuwa ni sahihi kwa 75% timu ikiwa inamiliki mpira. Lakini kuna mchezaji mwingine ambaye yupo pale Simba, hapa namzungumzia Mzamiru Yasini, naye ana sifa kama zile za Sadio Kanuti. Nadhani kwa sasa Simba wanapaswa kurudi katika usajili wa dirisha dogo la Januari na kutafuta saini ya kiungo mkabaji. Ni kwa nini nasema kiungo mkabaji? Kwa sababu nimezungumza baadhi ya wachezaji ambao wamewahi kupita Simba na ubora ambao walikuwa nao na namna ambavyo watu tulikuwa tunawatazama. Lakini tunarejea kuangalia wachezaji ambao wamesalia. Hapa namzungumzia Muzamiru Yasini ambaye yeye ni box to box midfielder ambaye anapenda zaidi kushambulia kuliko kukaba. Wakati timu ikiwa inaenda kwenye lango la timu pinzani, utamuona Mzamiru sana kwenye eneo la timu pinzani ikiwa timu inamiliki mpira. Lakini wakati timu inapokwa mipira, unaweza usimuone akiwa kwenye eneo la kunusa zile hatari ambazo zinaelekea langoni mwao ama langoni mwa Simba. Hao watu walikuwa wanafanya hizo kazi ni kina James Kotei, Gerson Fraga Vieira,
lakini vile vile na Tadeo Luanga ambaye Simba walikuwa naye, baadaye akapata majeraha, wakaamua kuacha naye na kutafuta mchezaji mwingine ambaye waliamini anaweza akakava hilo eneo na akawalipa. Msimu huu tumemwona Kagoma katika eneo hilo na jinsi ambavyo amekuwa akicheza. Ni kweli na yeye tunaweza tukasema tukamweka ni box to box midfielder ambaye anapenda zaidi kushambulia, lakini sio mara nyingi sana tunamuona akiwa anashambulia. Mara nyingi yuko nyuma ya mpira kutokana na jinsi ambavyo mwalimu anakuwa approach game. Anavyo approach game ndipo ambapo hatumuoni Kagoma akiwa anasogea mbele, bali unakuta tunamuona anakaa nyuma ya mpira muda mwingi, anakuwa anatengeneza pacha na mabeki wake wale wa katikati wawili ambao tumekuwa tukiona wakiwa wanacheza, Hamza pamoja na Karabuha. Lakini ukiangalia pembeni, Simba wana mtaji mkubwa wa wachezaji ambao wana uzoefu, ambapo tunamzungumzia Mohamed Hussein Shabalala kwa upande wa kushoto, lakini kwa upande wa kulia tunamzungumzia Shumari Kapombe. Ukiangalia ni pacha nzuri ambayo wameitengeneza na kiungo wao wa chini ambaye kwa sasa hivi ambaye tunamzungumzia Yusuf Kagoma amekuwa ni bora, lakini bado hajafika kwenye hadhi ya zile namna ya uchezaji wa kina James Kotei, Gerson Fraga pamoja na Tadeo Luanga. Lakini hilo sio kwamba watu wanatazamia kwamba wao ndio wachezaji ambao wamekuwa bora, ambao wamewahi kupita Simba, hapana. Watu wanaangalia kile ambacho wachezaji wamewahi kuwa nacho na kile ambacho wachezaji wana offer sasa hivi kwa timu. Naamini Ngoma ni bora, na timu ikiwa na miliki mpira utamuenjoy sana Ngoma akiwa anacheza, lakini vile vile timu ikiwa inashambulia utapenda sana kumtazama Mzamiru Yasini akiwa anacheza katika eneo la katikati mwa uwanja, na timu ikiwa inasogea kwenye eneo la boxi utaona faida ya Mzamiru Yasini.